Haya msikilizaji, karibu sana katika sehemu ya pili na ndio sehemu ya mwisho ya simulizi nzuri kabisa ya binti Nisha. Ila kama umeshiba sana unaweza kumuita Anisha. Sasa na hii sehemu ya pili itakwenda kutuonyesha namna gani mpango wa rafiki wa Anisha. Je, utatiki ama la? Na Anisha akimtega shemeji yake, shemeji atafanya kweli ama la? Na kama wakija kuwa pamoja, ni Anisha akija kuwa pamoja na huyo mwanaume rafiki yake, kosa litakuwa ni la nani? Kumbuka mwandaji ni Reta Story, ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Tunasonga mbele. Sasa Nisha anaendelea kutuambia kwamba nilijiandaa vizuri, nikahakikisha nimetoka kama mdada wa viwango fulani hivi, kisha nikatafuta usafiri wa kwenda kazini. Siku hii nilibahatika kwani hakukuwa na foleni, hivyo nilifika kwa wakati sahihi kabisa. Kama kawaida nilisaini kisha nikaingia ofisini kwangu. Ili kufika nikashangaa, napiga jicho upande wa pili na muona Mr. Marasta amekaa yuko zake tu busy na kazi zake. Niliangalia muda usikute nimechelewa, ila nikaona niko ndani ya muda. Sasa wasiwasi uliniingia, huenda nilisoma muda wa kufika vibaya, maana inatakiwa niwahi kabla ya boss. Sasa niliwaza, nikaona sasa ngoja nimfuate, nikajiombesha tu msamaha ili nijue kama niko sawa au ndo naanza kuotesha nyasi kwenye kibarua. Sasa nilipofikiria hivyo, mimi sikutaka hata kuchelewa. Nikachukua faili na kwenda kufika pale, nikagonga, akaniruhusu kuingia. Kwa sauti ya chini kabisa nikamsalimia, habari za asubuhi boss. Kama kawaida yake hakuinua uso kuniangalia wala hata kujibu salamu yangu, akaniuliza tu kwamba kuna habari gani. Alivyosema hivyo, niliweka faili mezani na kusema kwamba nimeleta faili, nilipewa na director, akasema utatakiwa kusaini. Alafu kingine niko naomba samahani kwa kuchelewa kufika. Nilivyosema hivyo, aliniangalia kwa muda, kisha akaangalia ile faili, akarudi tena kuniangalia usoni, akasema ulitakiwa kufika saa ngapi? Nilitakiwa kufika kabla yako, ndio maana naomba samahani, mimi sikuwa makini, la naahidi kuwa makini wakati ujao. Aliniangalia bila kuongea kitu. Nikaangalia chini, hapo sana jifanya mtiifu kama sio mimi cha mdomo. Haya, Mr. Marasta akasema kwamba muda wako kufika kazini ni saa 1:30 hadi saa 2:15, so umefika wakati sahihi. Sasa kuambiwa hivyo nilishukuru sana na goti juu, unajua tena. Kisha nikageuka na kuondoka. Sasa huku nyuma jamaa alibaki ananiangalia. Sasa sijui aliniona mwigizaji au kuna kingine tu kilichomfanya niangalie, anajua yeye. Basi mimi nilitoka na kupiga hatua kuelekea ofisi yangu. Nikakumbuka kitu na kurudi. Nilifungua mlango bila hata kubisha hodi. Nikasema kwamba samahani, nikuletee kawa au chai? Niliuliza hivyo. Aliniangalia kama vile anasema wewe vipi, nimekuita. Sasa niliuliza tena, boss nikuletee chai au kahawa? Alirudisha umakini kwa alichokuwa nakifanya na kunijibu kwamba sihitaji kitu. Nikajibu sawa boss. Kisha nikaondoka. Sasa akili yangu ilivyokuwa, nikasema kasema hapa, ila naenda kuleta nione atanigombeza au atanifanya nini. Basi bwana, haraka nikashuka chini. Hapo sielewi nianzie wapi niishie wapi, ila nikaona ngoja nikamuuliza secretary, huenda anajua. Kweli bwana. Nikamfuata na kumuuliza, na badala eti anijibu akaniuliza, unataka kumpelekea boss chai kwa misingi ipi? Wewe ni secretary wake? Nikamwambia ndio, na ndio maana nimekuja kuuliza nitapata wapi chai. Sasa yule bidada bwana alikunja mikono kwa mbele na kuniangalia kwa kunipandisha, yani up down up down, kisha akasema la. Yani mtoto wa kike huna hata mshipa aibu. Yani umeacha shule zako huko, unataka kwanza tukufanya majukumu ya soko, eti nataka nimpelekee bosi chai. Dada,
Mimi sikuja hapa ili unitoe nishai. Mimi niko hapa kuuliza ili nipate jibu. Kama unajua niambie, na hujui pia sema. Sio kwanza tu kuniletea habari za kuwa sijina mishipa aibu. Hiyo mishipa ukiwa nayo wewe inatosha. Yaani kufika tu jana leo umeanza kuota mapembe. Sio mapembe tu, hadi mabawa. Nigeuko yao ni mabawa. Haya niambie. Unanielezea ama niondoke? Wewe sikwambii. Nenda kamuulize wewe bosi wako atakwambia. Labda nikupe tu taarifa fupi wewe bidada. Najua unachotaka. Na miaka buku hautakaa ukakipata. Nilimwangalia nikaona huyu ana roho ya korosho tu, mpuuzi na nusu huyu. Kaondoka kurudi ofisini kwangu. Bahati nzuri nikakutana na yule mkaka aliyenionyesha ofisi jana. Sio nakumbuka msikilizaji? Sasa nikamuuliza, akanipeleka sehemu ambayo viongozi wa juu wanatengenezewa chai. Ilikuwa ni floor ile tu ya Bosila, ni upande wa kushoto ndio kuna hicho chumba. Nilimshukuru yule kaka, kisha nikasimama huku najiuliza nitengeneze chai kwa viungo gani sasa, maana sijui hata anatumia nini na nini atumii. Bwana atajua mwenyewe. Nilichukua viungo tofauti nikachemsha, kisha nikaweka sukari na asali pembeni na kuipanga vizuri kwenye tray, kisha huyo nikapeleka. Sasa kufika nikabisha hodi na kuingia. Alishangaa na kubaki akiniangalia tu bila kunielewa. Sasa mie wa kujizima data nikafika na kuweka pembeni, kisha nikauliza kwamba samani unatumia sukari au asali na unatumia kiasi gani? Kwa sauti iliyojaa hasira akaniuliza, wewe hivi nikwambie mimi nataka chai? Sikwa uoga nikatingisha kichwa kuashiria hapana. Akauliza, sasa kama sijakutuma umeleta nini sasa? Nilimeza fundo tu la mate, nikaweka uso wa huzuni na kusema, samani bosi, nijua tu umeongea kinyume. Kinyume ndo nini? Yaani utaki ile unataka. Nilivyosema hivyo alichukia na kusema, binti, sitaki ujinga ofisini kwangu. Nikisema hapana ni hapana. Na nitahitaji unisikilize, umeelewa? Niliitikia kwa kichwa, huku sasa nimeangalia chini na machozi yakinitoka. Na sio kwamba eti nilikuwa naleti kwamba nimeumia kuongeleshwa kwa ukali. No, ni maigizo tu. Cheza mimi. Hivi unanijua mimi ni Isha ama? Maigizo tu. Basi bwana, bosi kuona hivyo anajiliza kaniambia, toa vitu vyako tena utoke mbele yangu. Na hiki kitu sitaki tena kuona kinajirudia. Basi kwa pole nikasema, samahani bosi. Niliongea na kuchukua chai na kuondoka. Hapo jicho limeniiva kama nyanya kudadadeki. Kinyonge nikaingia ofisini kwangu, nikamimina chai na kuanza kunywa. Huko sasa nikifutisha machozi. Nikawa naibia kuangalia je ananiangalia au ndo yuko busy. Kuangalia kwa hata na mpango wa kuinua kichwa chake. Ndio kwanza alikuwa busy na kazi zake. Sasa mimi nijikuta nachukia. Ina maana ajiona kama mimi niko nalia. Lione ndio maana linapelekeshwa na mapenzi. Naomba Mungu usingie kwenye 18 zangu, utalia. Paka wewe. Nilimwangalia kwa hasira na kuamua sasa kuachana naye, mimi nikafanya kazi zangu. Sasa ilipofika mchana, sikujisumbua hata kwenda kuuliza Sijeti. Sijeti unakula nini? Amna. Nikatulia tu. Sasa nikajua nitaitwa niambiwe, ila hakuniita wala hakuinuka alipokaa. Nikasema acha niache jeuri. Nikamuulize maana hii ndio njia ya kutengeneza mazoea naye. Basi nikainuka na kumfuata. Kufika pale nikamuuliza, bosi, unahitaji nini kwa ajili ya lunch? Usihitaji chochote. Acha tu ufe tukuzike. Nijikuta nimeropoka kabisa. Akainua uso na kuniuliza, wewe umesemaje? Hapana bosi, sijasema kitu. Niliongea na kugeuka nikaondoka bila hata kuaga. Lakini kabla sijafika mlangoni akaniita na kusema ya kwamba, wewe mwambie Chara anipe kazi niliyompatia jana. Sasa aliongea mimi nikajua labda hata ameniita kwamba nikuletee chakula. Nijibu tu sawa. Nikaenda kuleta, kisha nikaagiza chakula sahani 2, moja yake moja ya kwangu. Nataka nimkele hadi nione hasira yake, ili nijue siku zikivuma kuwa mimi ndo chawa fulani nijue pa kukimbilia. Basi baada ya kuagiza pale nirudi ofisini kwangu, nikachukua PC na kwenda ofisini kwa bosi. Kufika nikavuta kiti na kukaa. Ainiangalia na ukaa kimya bila uoga. Nikakohoa kuweka kosa kidogo, kisha nikamwambia kwamba samani bosi, kuna hii kazi sijui hata jinsi ya kufanya, tafadhali naomba unisaidie. Niliongea na kumsogezea PC, yani laptop.
Ainiangalia bila hata kuongea kitu. Akachukua na kuangalia. Sasa muda huo mlango ukagongwa. Nikajua ni mtu wa chakula. Nikamwambia aingie. Akaingia bwana, nikapokea na kuweka mezani. Bosi alinua uso na kuniangalia. Naona alitaka kuuliza nafanya nini, ila sasa akaona atulie aone ninachofanya. Basi nikafungua chakula kimoja na kumuuliza, umesema haule? Maana nimechukua chakula sahani 2, kama utajisikia njaa karibu, sahani yako hiyo hapo, sijaweka nyama wala mchuzi. Usije ukasema siji na kunajis. Maana mimi najua marasta mlage nyama, au wewe umeweka kama fashion tu. Asia niliongea kama mashine msikilizaji. Huku nikianza kula bila hata kujali kama inaweza kuwa kosa kufanya hivyo au la. Sasa Lewis bado hakuongea, ndo kwanza akarudi kufanya kazi. Nilikula chakula bila wasiwasi. Na nilipomaliza nikamshukuru kama vile kanunulia yeye. Lakini hakujibu. Na mimi sikuwa na shida, nikatulia tuli. Basi bwana. Kazi yangu ikafanyika. Alipomaliza akanipatia laptop yangu kimya tu. Nikainuka na kumwambia kwamba chakula chako nikiacha hapa au nikiweke pale. Kama kawaida yake hakunijibu. Nikajitoa akili na kutaka kuondoka, huku sasa nikiacha kile chakula mezani. Alo, sauti niliyoitwa ilitosha kunirudisha na kufanya nitoke kama nimeona mzimu. Nirudi ofisini na kufanya kazi kama kawaida. Basi muda ukaenda. Ilipofika muda wa kuondoka nikaweka mambo sawa na kurudi nyumbani. Siku ikapita. Kesho yake asubuhi nikajiweka vizuri na kwenda kazini. Nilifika mapema tu hata kabla yake. Nikaona ngoja niandae chai yake kabisa. Kweli nikaandaa pale na chai na kahawa nini ili achague. Kisha nikaweka mezani na kurudi ofisini kwangu. Zikapita kama dakika 10 hivi. Akaja. Alipofika tu, simu moja tu, njoo tu hivyo vitu vyako haraka sana. Basi kinyonge nikaenda na kutoa. Mchana nikasema ngoja niulize. Nikaenda kuuliza, akasema hataki kitu. Jamani, nilishangaa, wewe vipi? Ni kwamba anamfungwa au shida nini? Niliwaza, nikaona hapana. Nikavuta kitu na kumwambia, samahani bosi, naomba nikuulize, hivi uko sawa kweli? Nilipomuuliza hivyo, alikunja ndita na kuuliza, unamaanisha nini? Yani nauliza tu kama uko sawa. Ya unaniuliza hivyo ukiwa kama nani? Na unataka nini? Samahani kama nimekosa. Mimi nauliza tu maana naona toka jana ni unagoma kula na nikikuangalia unaonekana kabisa uko sawa. Niliongea kwa upole sana. Akarudisha kiti nyuma na kusema hivi, unajua nafasi yako hapa? Au yani unaiona hii ofisi ni kama baa tu za huko mtani kwenu kiasi cha kuona yani unaweza kufanya ujinga wote, si ndio? Okay, nikujibu siko sawa. Utafanya nini? Unataka kuniweka sawa ama? Aliongea kwa ukali sana. Nikapoa. Nikamjibu tu kwa sauti ya chini, samahani, nilikuwa nafanya jukumu langu tu. Jukumu lako? Yani huu upuzi unaofanya ndio umekuweka hapa? Binti, sikia, hii ni ofisi, umesikia? Sio danguro la makaba. Hivyo unapaswa kujiheshimu. Na kama unaona huwezi kujiheshimu, nitakuondoa mapema sana. Mimi sitaki ujinga. Hasa nilichukia. Yani anasema hapa sio danguro la makahaba. Akiwa anamaanisha nini yani? Ina maana kwamba ni mimi yani kumtaka ale ni ukahaba na kutokujiheshimu. Chineke. Niliinuka kwa hasira sana na kumwambia, wewe Mr. Lewis, chunga mdomo wako, umesikia? Mimi sio kahaba wala sifanyi lolote hapa kuhusu kahaba, umesikia? Kama hujapendezwa na huduma yangu, usiniambie tu kwa lugha nzuri. Ila kunitolea kauli chafu namna hii, na kuapia siwezi kukaa kimya. Na uniangalie juu mpaka chini. Nitazame vizuri. Hivi naonekana kama mtu asiyejiheshimu au umefikiria tu mimi nakutaka? Yaani kwamba mimi nakuhitaji wewe. Mimi nakutaka wewe. Sasa kama ni hivyo umekosea. Mimi niko hapa kufanya kazi yangu, umesikia? Na sio mengineyo. Kwa hiyo jiheshimu. Na naomba uniheshimu. Niliongea kwa hasira sana. Kisha nikaondoka nikimwacha ninaangalia tu. Naona alishtuka kuona nimeongea naye vile. Sasa nifungua mlango kwa hasira na kuingia ofisini kwangu, nikakaa. Mara akainuka na kunifuata. Akafika na kunivuta kwa nguvu. Akasema, hivyo unajiona nani? Hivi unawezaje kuongea na mimi kwa dharau na kufoka namna ile tena ofisini kwangu? Yanatenge kwa nyumbani kwako. Ningeongea hivyo tu. Hivyo unataka mimi nifanye nini? Nikupigie magoti? No, usifanye ujinga. Yani kama ndo kawaida yako kwa dharau, yani kuwa na dharau namna hiyo, ama kwa dharau watu na kuwaita majina machafu, pole sana. Mimi siweza kukalia kimya. Eti danguro la makaba. Hivi kuna ingelea mimi nafanana na kaba?
Hakuna mali nimetamka kwa wewe ni kahaba. Ila ulikuwa na maana gani sasa? Sikia, usitaki kunipanda kichwani, umesikia? Hii kazi kama imekushinda, chukua kile kilicho chako na uondoke. Nitaondoka. Hata hivyo kwanza sikuomba kwa msaidizi wako. Niliongea na kujitoa mkononi kwake kwa hasira. Nikachukua pochi yangu na kutaka kuondoka. Ajabu alinishika na kusema unaenda wapi? Naenda kuzimu. Ulitaka niende kwa ama? Hebu niachie bwana, mimi sina njaa kiasi cha kuanza kudhalilika hapa namna hii. Jitu lenyewe na roho mbaya kama shetani. Nilivyosema hivyo aliniangalia kwa muda. Akasema kwamba hivi, unaona hii ofisi kama nyumba ya bibi yako Yaani kwamba unaweza kuingia na kuondoka tu kama unavyotaka, si ndio? Sasa sikia, mimi ndio bosi hapa na hii ni kampuni yangu. Na kila aliyoko humu ndani yuko chini yangu. Kama ulivyoingia kwa ruhusa yangu na kutoka utatoka kwa ruhusa yangu. Sawa, tutaona. Aliniachia na kuondoka. Na mimi nikamfuata nyuma. Hapo sasa nimechafukwa balaa. Sasa si nikataka kuondoka. Walikuja walinzi na kusimama mbele yangu. Laisa akasema hakikisheni aendi kokote huyo. Walimjibu sawa na kunizuia. Nilichukia nikasema ngoja nikitoka humu ndani kesho mkiniona niiteni mbwa nimekaa pale. Kinyonge nilifanya kazi na muda wa kuondoka ulipofika nikainuka na kutaka kuondoka. Laisa akaja. Alikuja ofisini kwangu na kuniambia inuka tuondoke. Nikamwambia tuondoke wapi? Sikuja hapa kuuliza maswali. Inuka tuondoke. Niliangalia sana kumwambia Mr. Marasta sorry, Lewisi. Nikiangalia muda unaniambia saizi natakiwa kuwa njiani nikirudi nyumbani. Sasa hilo neno inuka tuondoke unajua sielewi. Lewisi akaongea, akanishika kwa nguvu na kutoka na mimi nje. Tukaenda lilipo gari lake, akaniingiza ndani kwa nguvu kisha akaniambia kama wewe ni mwanamke wa shuka hapo. Aliongea akiwa amekunja uso haswa. Nikaona ngoja nitulie japo sijui naenda wapi. Basi akapanda na kuondoka eneo hilo. Njia nzima tulikuwa kimya hadi tulipofika nje ya hoteli fulani hivi. Akaingia pale parking na kupaki kisha akaniambia nishuke. Sasa kabla kushuka niliangalia nje na kumuuliza kwa nini umeleta hapa? Wewe unashuka ama nikushushe? Basi mimi sikutaka kumjibu. Nikashuka ni akashuka. Na kuongoza kuingia. Mimi nikamfuata nyuma tu. Tukaenda moja kwa moja kwenye meza ambayo kulikuwa kuna watu wawili. Tukasalimiana pale na kukaa. Sasa baada ya salamu nikakaa na kubaki kuangalia tu maana hata mimi sielewi kwa nini nilikuwa hapo. Bila kuchelewa wakaanza kuongea. Naona ilikuwa ni mambo ya biashara tu maana akili yangu hata haikuwa hapo. Bila kuchangia neno nikaa naangalia tu. Sasa maongezi yalikuwa ni marefu sana. Ikafika hadi saa 3 kasoro. Watu wanaongea tu. Nilipata hasira. Nikana tamani mwambie leo usiniondoke lakini ila nikashindwa kuongea na kubaki tu kimya huku kifua kikijaa hasira kali sana. Basi bwana wakaongea mwisho akamaliza. Sasa mimi nikajua baada ya hayo maongezi kitaagizwa kitu walau hata kinywaji, lakini walipomaliza tu jamaa akainuka na kuaga kisha akanishika mkono ili niinuke. Bila kuongea neno nikainuka na kuondoka bila hata kusema kwaheri. Tukaingia kwenye gari, nikatamani kumuuliza, "Hivi ulinileta huku ili niwe kivuli chako ama ulikuwa na maana gani?" Ila sasa kutokana na hasira niliyokuwa nayo, nikaona ngoja nitulize komwe tu, ila nikitoka hapa sitaonekana kwenye ofisi ya mtu wala kazi yenyewe sitaki tena. Basi aliondoa gari pale. Baada ya kuondoa gari aliingia barabarani akaniuliza nipite barabara gani ili nifike kwenu kwa haraka sana. Sasa hivyo na nyodo nikamwambia nishushe tu hapa. Tarudi nyumbani mwenyewe. Wewe sasa ni usiku na sasa hivi sio salama kurudi nyumbani muda ukiwa mwenyewe. Kijana, wewe ni bosi wangu. Sio kaka yangu wala bwana wangu hata utake siji kunirudisha nyumbani kwa gezo cha muda umeenda. Sina muda kupoteza kujibizana na wewe. Cha kufanya niambie kwenu ni wapi nikurudishe basi. Sijui ni wapi. Okay, nitakaposimama ndipo utakapolala. So endelea kukaa kimya. Aliongea na kuongeza mwendo na kupita barabara tofauti na inayoenda nyumbani. Nikasema, "We! Geuka nenda nyumbani bwana. Nyumbani Mbagala." Kwa mbali tabasamu na kuangalia sehemu geuka akageuka na kunipeleka hadi nyumbani. Nikashuka na kuingia ndani bila hata kusema asante. Sasa kitendo cha kufika ndani tu nikachukua simu na kumpigia Neema. "Aisee binti, sikia kazi yako nimemaliza, huyo mpenzi wako yuko safi. Hana kimada wala makando yote, so naomba niwe huru na kuhusu kazi sitaki tena." Jamani, wewe kimetokea nini, mbona umekasirika hivyo? Hakuna kitu ila majibu yako ndo hayo, hana mtu, uko wewe tu kama yani kama moyo ulivyo.
Anisha jamani, Anisha basi kwa serious jamani. Unajua issue yani unajua nabeba maisha yangu yote jamani. Tafadhali bana usiweke michezo. Kama kuna tofauti au tatizo sema. Ila habari siji za kuleta siji matani kazini sio nzuri unajua Hivi nasikika kama natania Sikia ulichotaka wewe sikujua tu kama ana mtu mwingine au? Si ndio? Sasa nimekuambia hana mtu wala jitu moyoni mwake huko. Ni wewe tu mama, kwa nini uelewi? Asa umejuaje kama iko hivyo? Jamani, hivyo unataka kujua nimejuaje ili iweje sasa? Uelewa uko mwenyewe. So, kama ni kuoana sijui kutambulishana mnaweza kufanya tu. Niliongea na ukata simu kisha nikaizima kabisa. Sikutaka tena kuendelea na lolote lile linalohusu kazi. Hata kesho yake niliamka na kufanya shughuli za nyumbani. Yaani wala hata sikujisumbua kwenda kazini. Siku hiyo ikaisha bwana. Kesho yake tena sikwenda. Sikuishia hapo hadi siku iliyofuata na usikwenda. Zaidi nikawa zangu bize na mambo mengine. Basi bwana. Sasa mchana wa siku hiyo Lewis aliamua kunifuata. Nakumbuka wakati anafika nilikuwa chumbani, so alipofika nje akapaki na kugonga, akawa sasa amepokelewa na binamu yangu, yani mam. Basi baada ya mam kumkaribisha, akaja kuniita. Ile kutoka tu nikashangaa kumuona Lewis. Taratibu nikasogea lilipo sofa nikakaa. Mr. Lewis, karibu sana. Nimeshangaa sana kuona hapa muda huu. Vipi, kuna tatizo? Kwani hujafika ofisini? Kufika ofisini? Nimeacha kazi. Ofisi yangu inaonekana ni ya kichoko sana kwamba unaweza kuingia na kutoka tu yani muda unaojisikia wewe, si ndio? Swala ofisi yako kuonekana ya kichoko umesema wewe. Ila mimi nilichosema mimi ni kuwa nimeacha kazi basi. Kwa nini umeacha kazi? Nimependa kuacha, kwani kuna shida? Binti, nadhani uliposaini mikataba ulisoma vizuri. So nisingependa kupoteza muda wangu hapa. Aliongea na kutaka kuondoka, nikamwambia subiri, kama kuna lolote kuhusiana na mikataba please chana na unguza, maana ni karatasi tu kama karatasi zingine. Sinaga desturi ya kung'ang'ania wafanyakazi, ila wewe na kuapia nitakuganda na wala hautafanya kazi na mtu mwingine bila ruhusa yangu. Mara hii umegeuka malaika. Haya tutaona, ila nimesema kwa upole tu sitaki kazi. Sasa kama umechagua kunilazimisha poa. Basi akuongea kitu akaondoka. Niulize sasa. Unadhani baada hapo nini kilifuata? Nilifundishwa kujua thamani na nguvu ya mkataba ilivyo. Kwa miguu yangu mwenyewe nilijikusanya na kwenda kazini. Hii inaitwa by fire by force. Sitaki kusema nini kilifanyika, ila jueni tu mkataba ni kitu kingine kabisa. Yaani unafunga unajiona hivi na huna cha kufanya, si ulisaini? Basi siku hiyo bwana nilienda bwana, nikafika ofisini na kufanya kazi zangu. Lewis alifika akaja hadi ofisini kwangu, akaniangalia bila hata kuongea, akatabasamu tu na kuondoka. Nilisonya tu na kuendelea na kazi. Maisha yangu ya kazi yaligeuka na kuwa magumu, kwani Lewis alifanya juu chini kuhakikisha ananikera. Sasa mimi naye sikuwa nyuma, nilirudisha mapigo kila nilipopata nafasi. Tukabaki tunaishi yani kama paka na panya. Watu walibaki wakinong'ona tu kila leo kuhusu namna tunavokaa mimi na Lewis. Wiki ilipita na nakumbuka bwana siku hiyo mvua ilikuwa inanyesha sana tu. Lewis bwana akaniambia amesahau faili nyumbani na ni la muhimu sana hivyo nikalichukue. Sasa mimi nitaka kugoma lakini sikuweza, nikaisha tu kubali kishingo upande. Sasa alivyo na roho mbaya akanitaka niende na mvua ikiwa bado inanyesha. Niliomba walau nisubiri hata mvua ipungue, ila akagoma. Basi kinyonge nikaondoka na kwenda kupanda bajaji, maana alikataa nisi request usafiri. Eti kwamba akidai kwamba hakuna muda kusubiri. Hivyo nikawa sina chaguo zaidi tu ya kutembea kwenye mvua hadi kituo cha bajaji, nikapanda na kwenda hadi nyumbani kwake. Nikapanda hadi juu na kuingia moja ya chumba ambacho ni sehemu anayofanyia kazi. Nikaangalia sehemu aliposema kaliweka, bahati nikaliona. Hivyo nikachukua na kushuka chini tayari kuondoka. Sasa nikiwa bado sijatoka nje, nikasema ngoja nishange kidogo. Nikaanza kuangalia mazingira ya eneo la nyumba ile. Katika kuangalia bwana, nikaona bonge moja la picha Neema imewekwa ukutani. Neema mlokole yani. Tena sehemu iliyowekwa mtu yote akiingia lazima aione. Nitabasamu na kusema mapenzi bwana. Mapenzi ni konyo, mapenzi ni kitu cha ajabu. Yaani wakati wewe umempenda na kumweka kwenye nyumba yako ili kila anayeingia muone, yeye yuko busy kutuma watu wachunguze upendo wako. Niliamua tu kuondoka sasa.
Sasa mimi sikuchukua muda, nikafika ofisini na kukuta Lewis akiwa busy kuongea na simu. Na kwa namna alivyokuwa akiongea ilionyesha wazi anaongea na Neema. Bila kumsumbua niliweka faili mezani na kuingia ofisini kwangu. Sasa nikakaa huko sasa nikimwangalia kupitia kioo namna anavyoongea. Ajabu, maongezi hayo hata hayakuchukua muda mrefu sana, simu ikawa imekatwa. Nikaona kijana anaweka simu pembeni kisha akalaza kichwa kwenye meza. Dakika mbili nyingi naona akafuta machozi. Nikashtuka, Mr. Morester analia. Haraka nikainuka ili sasa niende. Ila nikasimama na kubaki nikimwangalia tu. Kichwani niliwaza ni kitu gani kimemfanya analia? Au wameamua kuachana na binti mlokole, maana ile uhusiano lao ile halina afya wala kinga. Kwa kuwa sikuwa na mazoea naye, nikaona mimi sina haja ya kwenda kumuuliza au kujifanya eti nampa pole. Hata hivyo atanitoa baru. Basi kinyonge nikarudisha kalio langu kwenye kiti, nikaishia tu kumwangalia kwa mbali. Sio siri, nilimuonea huruma msikilizaji, na unajua tena mwanaume hadi anafikia tu analia. Basi kuna kuwa na kitu kizito sana. Achana na sisi ambao tukigusa tu kidogo tunaangua kilio, na wakati mwingine hata hujaguswa ni kineno tu tayari ushaanza kulia. Ila hawa viumbe wa kuitwa wanaume, kumuona analia inaogopesha. So niliwaza nikaona ngoja nimpigie simu Neema nijue ulikuwa unaongea au sio yeye, na kama sio yeye basi atafute muda wa kukaa au kuongea na mwenzake wala atampe moyo. Basi bwana kweli nikapiga simu ikaita na kupokelewa. Binti mlokole, mambo zako? Poa, Bwana Yesu asifiwe. Ukimsifu inatosha. Mambo yako na huyo kiumbe wako vipi, akoje? Kiumbe gani? Lewis. Nimechoka bwana. Tumetoka kuongea naona tu hapa analetea mambo meusi. Mimi nimwambia kuhusu swala la kuja nyumbani atulie kwanza. Ila hanielewi, anataka eti siji kuaisha mambo, siji na kitu gani cha maana sana ambacho siji anaona asipokuja nyumbani mapema basi atakipoteza. Jamani. Sasa kwa nini mmemkatalia? Lakini Neema, wewe uko tayari kuolewa naye. Sasa mbona unakataa sije nyumbani? Anisha, sio kwamba mimi nimekataa. Nilichomwambia asubiri wala hata miezi miwili baadaye, Lakini eti hataki, eti anasema eti ni mbali, sijui ananichosha bwana. Neema, hebu naomba nikuulize swali. Una mpango gani na huyo kijana? Achana na mambo yote. Wewe nijibu tu, una mpango gani? Wewe usinichanganye bwana. Hili swala la kuangalia kwa makini sana. Na mimi siwezi kumruhusu eti aje nyumbani kabla sijawa na uhakika kwamba ametulia au ni chovya. Na ukiachana na hilo, hadi muda huu hajanyoa nywele zake bado, na hata bado hajampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi na mkombozi wa maisha yake, Na hivi ni vitu muhimu sana kuliko vyote. Anisha, unajua mimi siwezi kusimama na mwanaume ambaye yuko na muonekano wake mbele ya wazazi wangu na au madhabahu na huo muonekano wake jinsi ulivyo. Ajiweke vile mimi ninapenda then aje. Kinyume cha hapo hapana, mimi siwezi. Hapana kabisa. Huna mapenzi na kijana Neema. Yaani ungekuwa unampenda usingefanya haya. Na nikwambia mara ngapi ya kwamba mwanaume hapelekwi hivyo ambavyo unataka wewe. Hao viumbe wanabadilika wenyewe wakipenda. Sio kwa kuwapelekesha namna hii. Na swala la dini mamangu. Kwani mbona nyote mnamwabudu Yesu mmoja? Ingekuwa unakuja kwetu sawa, lakini nyinyi nyote ni wa Kristo na sioni kama kuna shida. Mimi nakwambia ukweli, huyu kaka anakupenda, na sio kukupenda tu, anakuhitaji. Maana kama angekuwa mwingine ungekuwa umeshaachwa kitambo. Lakini pamoja na ujinga wako wote bado yupo na anabembeleza kama vile niko peke yako kwenye dunia. Sasa mimi sitaki kuingia kwenye mambo yenu, sitaki. Ila tu kwa makini utampoteza. Bwana wewe, kilicho changu kitabaki kwa changu, na kama sio Mungu basi atamleta mwingine. Kama ni Mungu kamleta basi atabadilika na kuwa vile ambavyo mimi nataka. Hataki aende, Mungu atanipa mtu mwingine bwana kufanana na mimi. Haya binti wa Mungu. Nilikata simu na kumgeukia Lewis. Maskini alishafuta chozi na kuendelea na kazi. Unajua msikilizaji, kibinadamu nilimwonea huruma sana. Nikatamani hata kumpa pole, ila nikajiambia Anisha mkuwa mpenzi mtazamaji, tena kaa mbali sana na mapenzi ya watu. Basi siku iliisha, kijana wa watu akiwa hana raha kabisa. Kesho yake tena akashinda vile vile. Bado niliendelea kujishikilia, sikuuliza wala kumbugudhi kwa lolote. Nakumbuka ilipofika mida ya saa 8 alinifuata ofisini na kuniuliza, samani, kuna gauni fulani hivi jeusi ulivaa siku ya pili baada ya kuanza kazi. Kama utojali unaweza kunielezea ni wapi ulinunua?
Aliponiambia hivyo ni tabasamu tu. Kasema, boss kijana, mwenye muonekano wako mjini. Kwa hiyo ulilipenda sana ile gauni. Sasa mbona hukunisifia? Niliongea sasa nikijichekesha pale, ila mudi yake haikuwa nzuri. Sasa kwa sauti iliyojaa hasira akaniambia, binti, nimekuuliza nijibu, hutaki pia sema. Okay, usichukie bwana. Ni lile gauni tu au kuna kingine nikwambie pia? Kingekuwepo ningekwambia. Nilitabasamu na kumwambia niliponunua, nikampa namba za muuzaji. Kijana akashukuru na kuondoka. Hakurudi ofisini, bila shaka alienda kulichukua. Huku nyuma sasa nikampigia Neema na kumuuliza yuko wapi, akanijibu kwa nyumbani. Kujibiwa hivyo nikasema poa na kumwaga. Kisha nikaendelea na shughuli zangu, na ulipofika muda wa kuondoka nikaondoka. Sasa msikilizaji, upande huku wa Neema bwana, kumbe Lewis baada ya kutoka ofisini alienda kanua ile nguo, akachukua maua pamoja na viatu na kuomba kuonana na mpenzi wake. Asa Neema alikataa kutoka kwa madai ya kwamba hana muda. Lewis akaomba mwisho binti akalegeza kamba na kutoka na kwenda sehemu aliyoambiwa wakutane. Kufika wakasalimiana pale, kisha kijana akampa zawadi mpenzi wake na kumwambia kwamba samahani kwa kukwaza, nitaka tu kufahamika kwenu ili tuweze kuwa huru na kuanza taratibu zingine. Neema alishusha pumzi na kuweka zawadi pembeni, kisha akamwambia achana na hiyo imeshapita. Utaanza kuja kusali kanisani kwetu lini? Asa Lewis alimwangalia Neema kwa sekunde kadhaa na kusema kwamba Neema, uko serious unataka mimi ndio nibadili dini kweli? Neema akasema mimi siwezi kuabudu na kuabudu wewe. Na sio mimi tu, bali familia yangu haitaruhusu. So, wewe ndio utatakiwa kubadili. Asa Lewis alifikiria kwa muda na kusema kwa sababu nakupenda, nitaliangalia hilo. Lewis, unajua kila siku tu umekuwa ni mtu wa kusema nitaliangalia, lakini hata ufanyii kazi. Alafu kija kuniambia kwamba twende nyumbani, nikisema subiri unaona mimi mzushi. Ni kitu gani unachotaka nifanye na hadi muda usijafanya? Nywele hujanyoa na unajua kabisa mimi sipendi muonekano wako. Sawa, nisamehe, ila muda si mrefu nitastoa. Natumani itakuwa hivyo. Basi waliongea kidogo, Neema akaomba kuondoka. Lewis akamshika mkono akamwambia kwamba naomba ukae walau dakika 20 maana nimemiss sana kwa karibu yako. Lewis, mimi siwezi kuendelea kukaa saa hizi. Na muda huu ni saa 1 na nyumbani natakiwa kuwahi, la sivyo mimi nitakuwa na maswali ya kujibu. Okay, basi tupate chakula pamoja then utaondoka. Kama dakika 20 nimekuambia ni nyingi, hicho chakula je? Hata hivyo nikila hapa mimi nikishindwa kula nyumbani usiku baba ataniuliza nimekula wapi. Kwa hiyo mimi sitakuwa na la kumjibu. Basi hadi kufikia hapo, Lewis hakuwa na neno. Alimwachia mkono binti mlokole, akainuka na kondoka, akimwacha Lewis anamwangalia tu. Aliondoka na baada ya kufika nyumbani akafungua zawadi na kutoa gauni, akaliangalia kwa muda kisha akachukua simu na kutuma ujumbe. Aliandika kwamba asante, gauni zuri ila siwezi kuvaa nguo ya hivi, na wakati mwingine ukinichukulia kitu please angalia kinachofaa, hujui basi nipigie nichague mwenyewe. Ujumbe ulimfikia Lewis. Alisoma na kushusha pumzi. Picha yangu nikiwa nimevaa gauni kama hilo ilimjia kichwani. Akasema kwa sauti ya chini, nilipenda, nikajuta lipenda pia but sio mbaya. Aliongea na kuinuka, akalipia kisha akaondoka nyumbani. Hasa kesho yake asubuhi kabla hajatoka nyumbani kuelekea ofisini, mlango uligongwa. Kufungua ni mlinzi wake. Alisalimiana naye kisha akampa mfuko na kusema kuna mtu kaleta. Hasa Lewis alipokea kuangalia ni ile gauni ambalo alimpatia Neema jana. Bila kuongea neno aliingia ndani na kujiandaa chap kisha akatoka na kwenda ofisini. Sasa upande wangu hasa msikilizaji, siku hiyo bwana mimi niliamua kuvaa nguo ile aliyoipenda boss Lewis. Na mimi sikufanya eti kusudi eti kwa kweli sasa eti alionyesha kwamba eti kuikubali. No, hii nguo mimi naipenda hata kuliko nguo zote. Ninaipenda. Basi nilijiandaa vya kutosha, nikahakikisha pale nimependeza, sasa nikinukia kitajiri, kisha nikabolt kutoka nyumbani hadi ofisini. Sikuwa nataka kubana daladala. Nikapakane majacho na watu. Nataka nifike ofisini nikiwa msafi na manukato yangu yakiwa vizuri kabisa. Kwanza ni ngoja nikae kimya. Basi mtoto wa kike nilifika nikasalimia pale walinzi kisha huyo mdogo kuelekea ndani. Kabla hata sijafika kwenye lift, nikakutana na boss Lewis akiwa anaenda ofisini. Kwa heshima bila kubwabwaja maneno nikamsalimia. Akatikia kwa upole kisha tukaongozana hadi kwenye lift tukaingia. Hapo sasa tulikuwa kimya, ila nilichogundua Lewis alikuwa ananiangalia sana japo kwa kuibebia. Afu mimi sikuwa na neno, nikawa zangu tu busy. Basi tulifika floor husika, tukashuka kwenye lift, nikatangulia mbele na kuingia ofisini kwangu.
Huku nyuma sasa nikamwacha niliangalia tu. Moyoni mwake alitamani sana kumuona mpenzi wake Neema akiwa ndani ya ile nguo. Ila sasa ndo kagoma, hataki hata kuiona. Maskini kaka wa watu. Ile jamani, kuna watu mnawasumbua kaka afu baadaye mnaenda kuwasumbua wachungaji huko muombe usije mpe mafuta. Nyie mabinti. Haya bwana. Hii siku hii ilienda vizuri sana. Sikukwaruzana naye kwa lolote. Kila lililotakiwa kufanyika lilifanyika kwa wakati. Siku iliisha, kesho yake kama imefika tukaendelea na majukumu yetu. Na siku hii pia hatukupishana, lakini bado alikuwa ni mtu wa kuniangalia sana. Siku zilienda, mimi na yeye tukawa sawa, ni no ugomvi, no kupandishana sauti. Yaani kila kitu kilifanyika kwa usafi na amani. Na mahali nilipokosea alinielekeza kwa upole sana. Ukienda upande wake sasa na Neema, bado mambo yalikuwa ni meusi. Binti alihakikisha kila leo anamkumbusha kijana kuwa anatakiwa kufanya yale anayoona ni sawa. Sasa bwana, siku moja kulikuwa kuna party ya kiofisi. Watu walijiandaa vizuri, wakupaka makeup walipaka, wakuvaa kama wanaingia kwenye masherehe ya fashion walivaa. Basi mtoto wa kike mimi sikutaka mambo mengi. Nilivaa nguo yangu nzuri sana. Usoni nikajiweka simple, nywele nikasuka vizuri, nikaweka kucha zangu vizuri. Kifupi kila angle nilihakikisha iko vizuri. Japo mimi sikuzidisha wala kutumia gharama kubwa sana. No. Ila nilijiweka poa kutokana na bajeti yangu ndogo tu. Lakini niliwaka kuliko maelezo. Basi watu na damu zetu, hata tukivaa gunia tunaonekana tumevaa vizuri kwa dadadeki. Basi bwana, muda ulipofika nikachukua usafiri na kwenda hadi sehemu iliyokuwa ikifanyikia hiyo party. Nikashuka ndani ya taksi na kuanza kutembea. Sasa nilipiga hatua kadhaa nikakutana na Lewis akiwa anatoka kupaki gari lake. Alivyoniona tu aliniangalia hadi nikaisi, nimevaa kituko nini? Maana sio kwa kuniangalia kule. Yaani macho yake yalitoa kwangu na hakutaka hata kupepesa pembeni. Alafu mimi sikutaka kusimama sana. Nilimsalimia na kuingia tu ndani shwa. Kufika ndani kila mtu akana nisifia tu, umependeza, na mengine mengi tu. Jibu langu lilikuwa tu ni asante. Dakika zilisogea, nikashangaa namuona Neema anakuja akiwa mongozana na boss. Naona alitoka kwenda kumpokea. Uongo dhambi jamani, nilisimama nikamwangalia alivyovaa. Ukweli hakupendeza. Yaani hakupendeza kidogo, hata kidogo. Yaani unajua tele ya kinafiki hakupendeza, no. Kwanza alivaa kama anaenda kusimamia ubatizo. Anyway, ngoja niachane mambo ya watu. Mimi niligeuka zangu na kufanya anoni usupatili, anza kila kitu kikaenda kama ilivyopangwa. Taratibu muda ulisogea na ilipofika saa 3 kama na nusu hivi, nikamwona Neema anaondoka. Mimi sikutaka hata kumfuata wala sijeti kumkohoa. Nikatulia tu tuli. Lewis asije kujua kama tunafahamiana. Basi baada ya Neema kuondoka, kaka watu bwana kabaki anaongea na mabosi wenzake pale. Mimi kazi yangu ilikuwa tu ni kujipiga picha na kuangalia watu wanafanya nini. Sasa wakati nikiwa busy na hayo mambo yangu, nikashtuka kusikia mtu kanishika begani. Niligeuka nikakutana na sura ya mkaka fulani hivi. Kwa sauti ya upole akanisalimia na kuomba samahani kwa kunisumbua. Mimi nikamjibu haina shida. Basi yule mkaka akaanza kunipigisha story. Mimi bila hata kujali kuwa nimefahamiana naye hapo, nikaa naongea na kucheka kama vile namfahamu kitambo. Bila kujua boss Lewis yuko meza ya pembeni ananiangalia. Stories zilinoga bwana, tukabadilishana na namba pale na party ilipoisha akaomba kunipa lift. Ajabu, kabla sijajibu Lewis alikuja na kunishika mkono kisha akasema wewe tuondoke nyumbani. Nilishangaa tuondoke nyumbani mimi na yeye. Hii imekaaje? Hii ni maajabu. Lakini mimi sikutaka kuongea au kuonyesha kushtuka zaidi. Niliamua tu kuitikia sawa na kumwaga urafiki mpya. Hata hivyo nimefurahi sana maana nilikuwa natafuta namna ya kumkwepa huyo rafiki. Maana habari za kupanda gari la mtu niliyekutana naye tu juu siwezi. Unaweza kujiingiza kwenye matatizo ambayo hata yakuwa na ulazima kisa tu kujifanya eti kuamini watu. Niepuke mie. Basi bwana tulienda hadi nje, nikamwambia Lewis asante kwa kunisaidia bate. Nitaita tu safari wangu, wewe nenda tu. Nilivyomjibu hivyo aliniangalia sana na kusema ni usiku sana na uwezi kuamini mtu. Twende nitakupeleka hadi nyumbani. Nilitaka kukataa ila nikapiga hesabu nikaona hapana, acha niende ili niokoe hela yangu. Basi chapo nikamfuata tukaingia kwenye gari. Akageuza na safari kaanza. Kimya kilitawala kama dakika moja hivi. Mwisho akavunja ukimya na kusema kwamba umependeza sana. Mimi nitabasamu na kumjibu asante. Okay, hivi ni rahisi sana kutengeneza watu wapya na kuwaamini haraka Unamaanisha nini? Namaanisha wewe ni mtu mwepesi sana kuamini watu hasa ulikutana muda mfupi tu.
Kuhusu kijana sikuwa naondoka naye, nitaka tu kumzuga. Kumzuga baada ya kuongea naye kama mnafahamiana na namba ukampa? Hilo ni jambo dogo sana bwana. Kama ni swala la namba naweza kukupa ila usinipate. Lakini haibadilishi kuwa umempa. Niliangalia namna alivyokuwa akiongea nikawaza, mbona kama amechukia hivi? Ila hapana. Kwa nini achukie bwana? Na ili iweje kwa mfano? Kwanza ngoja. Achana na mimi bwana kugawa namba. Nimemwona mpenzi wako mnaendana sana. Niliamua kumuuliza hivyo ili sasa kukatisha yale maswali yake. Laisa aliniangalia na kuniuliza kwamba umejisikiaje kuniona nikiwa naye. Mimi nimejisikia vizuri. Maana nilijua naweza kuwa single. Unajua naweza kuwa single. Ni kitu gani kilikufanya usivyo? Muonekano wako tu, huonekani kama mtu mwenye mpenzi. Ndio maana unakuwa na siri isizo na sababu. Una masuala sana wewe. Nilimjibu basi stories zikaendelea pale hadi aliponifikisha nyumbani, nikashuka na kuingia ndani. Sasa niliingia ndani na kujitupa kitandani bwana. Akili kazama kufikiria mambo yaliyotokea muda mfupi uliopita. Nikajisemea, Neema, Neema una bahati sana. Neema una bahati sana. Basi bwana. Sikujua hata ni kitu gani au ni nini kilinifanya niseme hivyo. Ila nijikuta nikisema hivyo. Lakini ni ukweli ana bahati au kuna mtu anabisha jamani? Hayupo. Hakuna, maana ni kweli ana bahati. Ni bahati gani anajua yeye, mimi na wewe hatujui. Haya, niliamka nikaingia bafuni nikaoga kisha nikapanda kitandani. Kabla ya kulala nikashika simu yangu na kukuta ujumbe mmoja umetoka kwa rafiki mpya na mwingine utoka kwa boss Lewis. Vidole vilikimbilia ujumbe wa Lewis haraka na kufungua. Jamani, ni vidole sio mimi. Baada ya kufungua nikasoma, hapo ni mimi sasa, sio vidole. Ila kufungua sijafungua mimi. Ujumbe ule ulisemeka hivi: nimefika nyumbani salama, asante na usiku mwema. Kwanza niliinuka na kukaa kitako. Mbona amesema asante? Kwani kuna kitu mimi nimefanya kustahili neno asante? Niliwaza ila sikuwa na hicho kitu. Nikataka kujibu kisha nimuulize ila nikaona hapana. Ngoja nisimjibu. Basi nikaitupilia simu pembeni na kulala. Kesho yake asubuhi ilikuwa ni weekend, hivyo nikaamka na kufanya usafi. Nilipomaliza nikajiweka safi kisha nikatulia. Mara simu ikaita. Kuangalia Lewis ndo anapiga. Nilishangaa kulikoni anipigie simu wakati leo sio siku ya kazi. Basi mimi sikuwa najibu, nikapokea na kuongea. Hello. Yes, Anisha, habari yako? Nzuri tu boss. Samahani, nimekupigia simu nikiomba kama una nafasi tupate chakula cha jioni pamoja. Samahani, nina kazi ambayo natakiwa kuifanya jioni, hivyo sidhani kama nitaweza kutoka. Ni kazi gani? Je, naweza kukusaidia kuifanya ili tuweze kutoka? Hapana, haina haja ya wewe kufanya hivyo. Kwa nini siwepo? Ni kufanya tu usafi chumbani kwangu na unajua hapa nipo na familia so haitawezekana wewe kuja kunisaidia. Okay, basi tafuta mtu anayeweza kukufanyia hivyo. Mimi nitamlipa. Basi sawa, ngoja nitafute basi alafu nitakujuza. Alitikia sawa na akakata simu. Bila kuchelewa nikampigia simu Neema na kumwambia kila kitu. Na sikumwambia hivyo kwa ubaya, no. Lengo langu nilitaka ya kwamba nilitaka nikatae mimi ili aende yeye walau wapate muda wa kuwa pamoja. Ajabu Neema niambia kwamba sikia Anisha, nenda na kama utataka kitu chochote ili uwe sawa, upendeze, niambie mimi nikutumie hela, ila nenda. MCB kwanza kuna hivyo unataka nini haswa? Mimi niende dina na mwanaume wako ili weje? Anisha, usijifanye ujui nini nataka wakati hiyo ni kazi yako. Wewe nenda then utaniambia atakayojili. Hakutaka kusikia maelezo mengine, akakata simu. Hadi kufikia hapo sikuwa na jinsi. Mwenye mpenzi karuhusu. Karuhusu mimi niende. Mimi nani nikatae? Ni nani nipinge? Basi bila kuchelewa nilimtafuta Lewis nikamwambia sawa nitakuja. Naye kwa furaha akanitumia location kisha mambo mengine yakaendelea. Masaa yalienda haraka na hatimaye ukafika wakati wa mimi kwenda kwenye hiyo dina. Kama kawaida yangu nilipendeza vya kutosha kisha usafiri ukaja nikasepa. Kufika sehemu husika, Lewis akasimama kuniangalia namna ninavyopiga hatua kusogea alipo. Kwa heshima akasogezea vizuri tu nikakaa. Salamu na stories hapa na pale ziliendelea, vinywaji vikaletwa tukanywa na kupiga story kwa wingi.
Siku hii ndo nilipata nafasi ya kumjua huyu kijana vizuri. Jamani, siwe mwongo, nilivutiwa na aina ya maisha yake na namna anavyoendesha vitu vyake. So hicho tu, muonekano wake pia niliupenda sana. Sijasema mimi nimempenda, no, hapana. Yaani msije kwanza kunitupia maneno, ila jioni tu nimevutiwa na yani huyu kaka anamvuta jamani. Na mfumo wote wa maisha yake umenivutia sana. Nakumbuka aliniuliza vitu vingi sana kuhusu mimi na nilimjibu kwa ufasaha bila hata kuongopa lolote. Stories za utoto, ujinga ambao ninaufanya, ambao nilikuwa naufanyaga, vyote nimueleza. Alicheka sana na kuniambia amefurahi kuwa na mimi kwa siku ile. Mimi sikuwa na neno zaidi ya kutabasamu tu. Basi bwana, tulikula na baada ya kula pamoja na maongezi yote pale, muda wa kuondoka ulipofika, akalipa bili kisha tukaondoka. Alirudisha nyumbani kisha akaondoka kwake, na alipofika kwake akanijulisha kuwa amefika. Nilivyojibu tu ni kama nilifungulia mlango wa stories zingine. Tuliongea na kucheka sana mpaka tarehe ikabadilika. Sasa sisi tungo unajua kuna watu ambao tunachati mpaka pale kwenye simu inaandika 23.59 bado tu mnachati mpaka tarehe inaingia 00.00 tarehe 10. Kwa hiyo bwana, kama masiara bwana, ukaribu kaanza kuchipua. Ikawa kuongea hadi saa 6 sasa, au kuwa ofisini sasa nikichati ikawa ni kitu cha kawaida sana. Ile kitu ya kuuliza unakunywa nini au sijui utakunywa nini, ilitoka kwangu na kuhamia kwake. Ikawa sasa si jukumu langu tena, bali likala kwake. Ikifika asubuhi nitaulizwa unataka kula nini mama, mchana tena na wakati mwingine hata usiku. Na sikuwa naulizwa hivyo kisha naagiziwa, no, tunaenda wote na kula pamoja. Niwe mkweli, niliacha kufanya nilichotumwa na Neema na kuzama kwenye urafiki. Mwezi ulipita, nikalipwa mshahara wangu, nikaona sasa natakiwa kuishi mwenyewe. Maana unajua mimi nilikataga ofa ya Neema nadhani unakumbuka. Hivyo nikatafuta chumba, nikalipia, nikanunua godoro na shuka 2, pazia, ndoo ya kuogea, kisha nikaanza maisha. Nakumbuka ilipita kama wiki hivi baada ya mimi kuhamia. Siku hiyo nikaingia ofisini kama kawaida na kuanza kufanya kazi zangu. Muda ulienda, ikafika hadi saa 4 leo sijafika kazini. Niliweza kujiuliza kuna nini? Maana sio kawaida, ila sikupata jibu. Nikampigia simu ya kupokelewa. Muda nao kazidi kusogea hadi sasa ikafika muda wa kuondoka, bado hatakupokea simu. Nilipata wasiwasi, nikaona ngoja niende nyumbani kwake, maana hii sio kawaida, bila shaka kutakuwa kuna shida. Basi nikachukua usafiri moja kwa moja hadi nyumbani. Kufika nikamsalimia mlinzi na kumuuliza kama bosi wake yupo au alitoka. Alijibu yupo na hajamuona akitoka nje toka alivyorudi jana yake akitoka kazini. Basi alivyonijibu hivyo nikaambia hali halisi, akanipa ruhusa ya kuingia ndani. Nami bila kuchelewa nikaingia. Kufika sebuleni nikapokelewa na ukimya mkali. Mimi sikutaka kuita, nikanaingia chumba hadi chumba. Na katika kupita chumba hadi chumba nikafanikiwa kumuona akiwa amelala kitandani. Lala yake ilinishtua sana. Nikatembea huku sasa nikiogopa. Nilipomfikia nikamuita kwa sauti ya chini, lakini sasa hakuitikia. Nikaita tena hakuitika. Moyo uliingia wasiwasi, nikahisi au kaukata nini? Taratibu nisogea na kulaza kichwa changu kifuani mwake. Nikasikiliza mapigo ya moyo. Mungu saidia, alikuwa anadunda ila kwa mbali sana. Basi nikajaribu kumuita tena, hakufungua macho wala kuitika. Nikaona huyu yuko hoi sana. Haraka nikashuka na kwenda kumuita mlinzi, akaja na kumwangalia, akasema tumkimbize hospitali haraka sana. Sasa shida ikaja kwenye kuendesha gari. Mimi sijui na wala mlinzi ajui. Nikaona hapa nikimpigia Neema hadi atoke kule kwao ni mbali. Hivyo kitu cha msingi ni kutafuta usafiri wa haraka. Mungu saidia, nikapata pale usafiri, hivyo tukamchukua hadi hospitali. Kufika tukapokelewa na moja kwa moja akaingizwa emergency. Nikabaki nje na mlinzi tukizunguka tu kama wehu. Muda ulienda bila kupata jibu lolote kutoka kwa madaktari, zaidi tu walikuwa wanaingia na kupishana kwa kasi sana. Hofu ilizidi kupanda, nikaona hebu ngoja nimtafute Neema, maana hadi tunamfikisha hospitali hakuwa na taarifa. Basi nikapiga. Hello Neema. Yes, anisha poa? Kuna usalama ndugu yangu, sikia leo si anaumwa sana na hapa tuko hospitali. Oh my god, imekwaje? Kuniuliza imekwaje mimi sijui. Maana leo yani hakutokea kazini na nimempigia sana simu, lakini simu zake zikupokelewa, ndio nikaamua sasa mimi nimfuate nyumbani. Na nilipofika mimi nikamkuta akiwa amelala tu, kwa hali yake ikiwa mbaya sana. Mungu wangu, ina maana jana alikuwa anamaanisha kweli? Kwani alikujuza kuwa anaumwa? Yeah, alinipigia usiku wa saa 6 kuelekea saa 7 hivi, akasema anaumwa sana na kunitaka nimpeleke hospitali. Sasa bahati mbaya mimi sikumwamini, maana mimi niliwaza anaweza kuwa tu ananitafutia tu njia kuniingiza kwenye mtego. So mimi nikamkatia simu. Neema, seriously? Yaani mtu anakupigia simu saa 7 kasoro afu anakuambia anaumwa afu unamkatia simu kweli Neema? Sasa utaka mimi nimwaminije sasa? Je, kama angekuwa haumwi ulifikiri nini kingenikuta?
Tafadhali mwache kuongea ujinga Neema. Kikukute nini? Kwani huyu ni mtu baki? Si ni mtu wako huyo? Au haya, hakija kukuta kitu. Ungeamka asubuhi basi ukasikia kafa je? Anisha isikia. Hebu kaa naye, maana mwenzangu maisha yako yanakuruhusu kukaa nje ya nyumba hata siku 2. Mimi na ibada ya mkesha, so nitakupigia kesho asubuhi. Hakusubiri hata niongea akakata simu. Alo tena. Nilichukia vibaya mno. Yaani nikarudi kusema haya ndio mtu ambaye anaenda kuwachanganya tu kwa wachungaji wa watu maskini. Yanaenda huko kuomba tu kila siku anapiga tu magoti wakati kuna watu wanajitukiza wa muhimu sana kwa maisha yao na wanawakataa. Haya, mtu kama wewe ambaye unaonekana mrokole, ukimkuta kanyanyua mikono, nisaidie baba nipate mtu anaye, lakini ndio hivyo. Hasira zilinipanda. Yaani kwamba mtu anapiga simu kuomba msaada, unamkatia na bado unakaa kwa raha bila hata kumrudia. Mtu amepata changamoto, basi vunga kwamba okay, ulikuwa unaogopa ni giza, okay, pamekucha kwamba ni salama zaidi. Vunga hata kwa kusema kwamba simu ilikata bahati mbaya, simu au kazima nani hivyo. Jamani, basi achana na habari za kumtafuta. Okay, umepigiwa simu na mpenzi wako, yuko hoyo hospitali, unajibu eti na ibada ya mkesha. Like seriously? Kwamba huo mkesha ni muhimu sana kuliko uhai wa mpenzi wako? Sema sawa, kila mmoja na maisha yake, ila imenichukiza sana asisi kwa namna. Nilikaa mwenyewe huku sasa nikiangalia namna madaktari wanavyopishana na kubaki nikimuomba Mungu. Baada ya vipimo na huduma za awali, daktari aliniita na kuniuliza maswali kadhaa pale, kisha akanipongeza kwa kuwahi kumfikisha mgonjwa hospitali. Maana kama mimi ningechelewa hakika mambo yangekuwa mabaya zaidi. Sasa mimi sikutaka kupokea pongezi yake. Nikamuuliza hali ya mgonjwa wangu na nini ambacho anasumbuliwa. Akajibu hali sio nzuri sana, ila cha kumshukuru Mungu ametoka kwenye hatari. Kisha akaniambia kinachomsumbua. Sasa baada ya kuambiwa, nikauliza kuhusu matibabu. Akasema watafanya kila kitu, so niondoe shaka kabisa. Hadi kufikia hapo sikuwa na neno, ila nikaomba nimuone mgonjwa wangu. Basi hakunigomea. Nikainuka na kuingia wodini, nikakuta bado hajaamka. Taratibu nikavuta kiti, nikakaa na kumshika mkono. Hasira iliniuma sana kuliko kawaida. Yaani tamani hata afungue hata macho tu wala unipate matumaini kwamba atakuwa sawa. Kwa uwezo wa Mungu usiku ulipita. Kesho yake asubuhi niliamka na kukuta mgonjwa wangu ameamka. Nilifurahi na kumuuliza hali yake. Kwa sauti ya chini akajibu asante, niko poa. Vipi ulijuaje kama naumwa? Maana ni mambo ulinileta jana jioni. Achana na mimi. Umewezaje kuumwa hadi unafikia tu mbaya hivi bila kuniambia? Nisamehe, niliona nitakusumbua. Sio uliona utanisumbua, sema uliona sifai kuambiwa ndio maana ukakaa kimya. Niliongea kwa hasira nikionyesha kabisa kutokupendezwa na kitu hicho. Msikilizaji, kumbuka naye kusimulia hii simulizi ni mimi, Lucas Lumbas, kutoka hapa Lumbas Simulizi. Basi leo alitabasamu na kuniambia naomba unisamehe kwa kutuliona hilo, ila kwa sasa na kuahidi nitakusumbua hadi pumzi yangu ya mwisho. Achana na habari za pumzi ya mwisho. Wewe unatoa tu taarifa, sio kwangu tu, basi hata kwa mtu wako. Kama na pia huwezi kumwambia mtu wako, basi mwambie basi hata mlinzi. Aliniangalia kwa kitabasamu na kusema sawa mama, nimekuelewa, nisamehe tena. Tuliongea na muda ukaenda. Ilipofika mchana nikataka kwenda kumchukulia chakula, akanizuia na kusema kwamba natamani kula chakula ulichopika kwa mikono yako, je unaweza kuniandalia? Nilishika mkono wake uliokuwa umeshika mkono wangu. Nikataka kutoa, akaniambia tafadhali usinitoe, ila naomba unijibu utanifanyia hivyo. Nitabasamu tu na kumwambia chochote kwa ajili yako. Akaniambia unamaanisha yani umekubali? Nikasema ya, sasa nitakataa ile iweje sasa? Ili uumie? Tafanya lolote bwana, kikubwa tu tabasamu lako lisipotee. Basi niliongea na kumshika usoni. Lewis aliniangalia na kutamani kuongea kitu, ila akamoka kimya. Basi niliweka vitu vyangu vizuri tu na kutaka kuondoka. Mara akafika Neema. Kwa kuwa sasa mimi nilipaswa kujifanya simfahamu, basi nikamkaribisha kwa namna ambayo ilionyesha tufahamiani. Na alipokwisha kukaa, nikamwacha na kwenda nyumbani kuandaa chakula. Sikutumia muda mwingi sana, nikaa nimemaliza. Nikaweka kwenye chombo kisafi na salama, nikaingia chumbani kwake na kuchukua nguo za kubadilisha pamoja na simu, maana wakati tunampeleka hospitali hatukuibeba simu. Kwa baada ya kuchukua kila kitu nirudi hospitali, ajabu nilifika na kuta Neema ameshaondoka. Sasa nikamuuliza kichokozi, wewe yule mrembo kaondoka au ameenda kukuchukulia kitu? Nilipomuuliza hivyo aliniangalia na kujibu ameondoka.
Okay. Ama ndo mpenzi wako Maana nilimuona siku ile ya party. Naomba chakula nile kwanza maana njaa inauma sana. Chakula utakula tu ila hujajibu. Au ni mambo binafsi? Ninaweza kuwa na mambo binafsi ila sio kwako. Okay, kwa hiyo ni nani? Naweza kusema alikuwa mtu muhimu sana kwangu. Alikuwa, lakini kaje? Kwa hiyo nyewe ile ni wapenzi au mlikuwa? Ni na tu. Sasa unaposema ni na tu unakuwa ni unamaanisha ni nyoka basi moja kwa moja nikuelewe. Takuelezea siku nyingine, kwa sasa baki na hilo. Naomba chakula. Basi sikutaka kumchosha sana, nikamwacha akapata chakula na baada ya hapo akapumzika. Nilitoka nje nikampigia simu Neema, nikamuuliza kwa nini amekuja na kuondoka haraka hivyo. Je, atarudi kukaa naye? Mimi siwezi kuja kukaa naye maana hatuna ndoa. Na hakuna mahali panaponiruhusu mimi kuja kukaa naye ile hali hatuna ndoa wala uchumba. Kwa hiyo utamwacha peke yake ile hali akiwa mgonjwa? Maana familia yake iko nje ya Tanzania, waliopo ni rafiki zake tu wa kiume, so wewe kama mpenzi wake unapaswa uwepo. Kwa hilo hapana. Anisha mimi siwezi kufanya majukumu ya mke ile hali mimi sijawa mke. Kama ndugu zake wanamjali au hao rafiki zake waje wakae na ndugu yao, ila mimi hapana, mimi sitaweza. Wewe kwanza baba hata uniruhusu. Neema, naomba nikutukane Neema. Wewe ni kenge, tena kenge, yani kenge mweusi simbelisi wewe. Hivi unajua maana mapenzi? Au unafikiria mapenzi ni nini? Neema, ngoja nikwambie kitu Neema. Hicho unachokifanya leo my friend ni kumuonyeshia huyu mwanaume kuwa amefanya chaguo baya zaidi kwenye maisha yake. Neema, upendo wa kweli huo unaonekana au kuonyeshwa nyakati ngumu na za shida. Sasa kama mwenzako anapitia changamoto hii, hivi unashinda kweli ukanae Neema? Hivi kweli unaweza kusema unampenda? Au mimi sijui mahusiano yanatakiwa kuendeshwa vipi? Labda nakosea Neema. Hapana, ukosei maana ndo maisha yako. Anisha mimi siwezi kwenda kukaa na mwanaume nyumbani kwake. Eti kwa kigezo cha kumuuguza, hapana. Haya niambie, nitakuwa nakaa kwake kama nani? Yaani, okay. Hata kama nikienda kukaa kwake, nakaa kwa ruhusa au kibali cha nani? Na baada ya kupona mimi nitarudi nyumbani, niseme nimetoka wapi na ninarudi kama nani? Na tuachane na hayo. Akifa je, nitaongea nini na familia yake? Au nataka nionekane muuaji? Neema, usinikaushie mate mama, sawa Wewe fanya kile unachoona ni sawa, ila tu huu mwenendo wako utakuja kukuponza. Niko hapa. Niliongea na ukata simu kisha nikarudi aliko Lewis. Uwezi amini msikizaji, Lewis alilazwa wiki nzima, na katika hiyo wiki siku ambazo Neema alikuja kumuona ni siku 2 tu. Na siku nyingine walikuja watu ofisini, huku sasa marafiki zake wakifika nyakati tofauti. Mimi muda wote nilikuwepo, nikitoka nimeenda kupika au kuchukua nguo. Sasa na hili swala lilitengeneza bondi kubwa sana kati yetu. Yaani sikuwa mtu na bosi wake tena, bali ilikuwa ni mtu na rafiki yake, tena rafiki ambaye anashika nafasi ya juu zaidi ndani ya moyo wake. Na sio kwa kitu hata kwangu. Nakumbuka baada ya kurudi nyumbani nilikaa naye kama siku 3 hivi, na katika siku hizo alinieleza mahusiano yake na Neema na ni kiasi gani alimpenda na kutamani kumuoa. Ila kutokana sana mambo ambayo yametokea, anaona wazi moyo umeingia uzito. Penzi limeingia ukungu. Ukweli, niliamua kusimama kwenye ukweli. Lewis, mahusiano yako na huyo binti yamekuwa tofauti sana. Mimi sitaki kusema mengi, lakini kitu kimoja tu. Kuwa na mwanamke ambaye atakusikiliza na kukuheshimu na atakayethamini uwepo wako kwenye maisha yake. Na wewe mwenyewe unatakiwa usimame kama mwanaume. Usijali, naelewa, ndio maana nimechagua kubaki sehemu salama. Na ninaamini sehemu hii itakuwa ya kudumu. Wewe nengeneka tu. Utakuja kuingia kwingine uambiwe spending ngozi yako nataka uichune. Ila hata kama mtaendelea na huyo mlokole wako, tafadhali usinyoe nywele au kubadili muonekano wako. Kwa nini sifanye hivyo? Kwa sababu unapendeza ukiwa hivyo. Napendeza au unapenda kuniona nikiwa hivi? Achana na mimi bwana. Niliongea na kutaka kuinuka, akanishika kunirudisha chini na kuniuliza kwamba kwa nini unataka nibaki hivi. Aliongea sasa huwa akiniangalia usoni kwa dhati sana. Mimi sikutaka kumjibu, nikataka kuinuka tena ila nikashindwa kutokana na alivyokuwa amenishika. Kwa mara nyingine tena akaniuliza kwa nini unataka niwe hivi. Sasa uliza yake na namna alivyokuwa akiniangalia vilifanya sasa nikaganda kumwangalia tu. Sijui hata niliwaza nini, nikajikuta tu namwambia kwamba kwa sababu napenda kuona hivi. Nilivyojibu hivyo alitabasamu na kuniambia asante, unaweza kuondoka. Kwa aibu niliinuka na kwenda kufanya nilichotaka kufanya. Siku hiyo ikawa imepita hivyo. Basi maisha kazini irudi na kuendelea, huku karibu au mapenzi ya Lewis na Neema yakiingia kiza kila itwapo leo.
Mara nyingi Leusi ndo alikuwa mtu wa kumtafuta sana Neema, ila kwa kipindi hiki hakufanya hivyo tena. Yaani kabakia binti ndo anamtafuta. Japo na yeye sio sana, maana alibaki na ile kwamba mwanaume akikutaka atakutafuta mwenyewe. Eti usimgande. So akawa anamcheki, wanasalimiana tu kisha siku inaisha. Sasa bwana, nakumbuka siku moja hivi, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Leusi akanipigia simu na kuniambia leo nikashinde kwake. Sasa kwa kuwa mazoea au karibu wetu ulikuwa mkubwa, mimi sikuwa na shida. Nikajibu sawa na kujiandaa saa 4 pale asubuhi, huyo nikasepa. Kufika tukatoka na kwenda kufanya shopping ya vitu vya nyumbani kisha tukapika. Sasa na baada ya kupika tukasaidizana pale kukunja nguo ambazo alikuwa amefua jana yake, kisha tukakaa pale sebuleni kuangalia movie. Hapo kwenye kuangalia sasa movie ilikuwa ina yale mambo ya ilikuwa na yale mambo kwa wingi sana. Kama mnavyojua wazungu wakiamua kuigiza upuuzi, basi unakuwa ni upuuzi wa 5G. Basi nikaangalia pale kwa aibu nini, hakuwa hata na habari. Ndio kwanza macho yako mbele. Akili yangu ikaniambia binti, hebu rudi kwako. Moyo na mwili zinasema tuliza komwe binti. Hutaki kuenjoy maisha. Nikaona moyo uko sahihi, acha nitulize komwe. Haya, nikakaa tukaangalia pale ile movie. Ila kila dakika zilivyokuwa zikisogea ndivyo hali yangu ilivyokuwa inazidi kubadilika. Yaani mambo si akawa si mambo bwana. Mimi sikuanza mara mbili, nikainuka haraka na kuingia jikoni nikapumue kwanza, maana naona hadi pumzi inakaba. Sasa kufika jikoni nikaegemea ukuta. Hapo sasa mimi nimefumba macho kwa sasa nashusha pumzi, yani kama mbwa aliyekimbia masafa marefu. Mara nikashtuka bwana, nashuka kiuno. Kuangalia, yani kufumbua macho, Leusi ndo amesimama mbele yangu. Jicho alilokuwa kiniangalia litosha kuongea. Ni wazi kila mmoja alikuwa vibaya. Niseme tu hatukuzungumza neno, kilichotokea ni shwa. Chakula kiliwa bila kuwekwa mezani na watu wakashiba shwa. Aise hii siku si sahau jamani. Acha nifunge kama mdomo nisije kutoa siri za kambi. Waja wakanivamia na kubomoa ngome yangu. Ndio ishakuwa yangu hii. Yani yangu peke yangu, nitailinda kwa marungu, kwa mapanga. Haya, mwizi mimi baada ya kula na kushiba ndo nikashtuka kuwa Leusi ni mpenzi wa rafiki yangu. Na niko hapo au nilikuja kwenye maisha yake ile kumchunguza. Sasa nijilaumu na kujiona mkosefu sana. Tunikaambia Leusi naomba nisamehe, lakini haikutakiwa kuwa hivi. No Anisha, hiki kilichotokea kilitakiwa kutokea na sio bahati mbaya. Hapana Leusi, mimi na wewe sio wapenzi na una mpenzi wako. Hatakuwa wapenzi, ila sasa tumekuwa. Sasa kuhusu mapenzi yangu na Neema, yani hayo mapenzi yamekuwa historia tu, ila wewe kwa sasa ndio unashika usukani. Mimi sikutaka kumuelewa, nikawa nimeondoka. Kufika nyumbani bwana, nikabaki najiuliza nifanye nini? Nimwambie Neema ama, lakini hapana, nikaona sio sawa. Mawazo yalikuwa ni mengi sana na mwisho sasa nikaona ngoja nimkazanie Neema ili wawe sawa. Japo nilishampenda Leusi, ila sasa mimi sikuwa na ujasiri wa kuwa naye kwa sababu ya Neema. Kwa bahati mbaya juhudi zangu za kuwafanya wawe pamoja zilifeli. Kwani Neema kila nilichomwambia afanye hakufanya. Yaani nilimwambia kila kitu anachopenda Leusi, kuanzia mavazi, vyakula na mengine mengi tu ili awe au afanye vile, lakini hakuchukua hata moja. Leusi naye aligeuka kuwa simba. Yaani ni kuniwinda kila itwapo leo bila kujali ni kiasi gani ninamkwepa na kumkataa. Na mimi ni binadamu bwana, na nina hisia hai jamani. Kubembelezwa na kwa mahaba kila siku alafu eti nikataa jamani hivyo. Mimi kweli ni mjinga ama? Nilikuwa napata nguvu ya kumjibu sikutaki nikiwa mbali, ila nikiwa karibu naisha kusema Leusi please. Na please yenyewe sasa naongea kwa sasa nikimwangalia tena angalia yenyewe sasa inaonyesha kabisa wazi kwamba I need you. Kijana akuwa nyuma, alihakikisha kila akipata nafasi ya kuwa wenyewe anaongea maneno machache tu, baada ya hapo naliwa. Sasa ni hivyo boya, nilikuwa nashindwa kukataa, ila nikitoka hapo narudia kuongea sikutaki. Kesho nikikutana naye tena akinibanisha tu kidogo, mdomo mzito kuongea, na chapa fimbo tena shwa. Sasa Leusi ni mshenzi sana huyo kaka. Yaani hajawahi kuangalia ni sehemu gani nzuri na salama za kuweza kunichapia. Yaani yeye kikubwa tu mtu asikatize hapo kwa muda huo. Basi tuligeuka na kuwa watu sijui nisemeje tu, wakuzibiana tu yani. Na yeye hakuacha ile kuniambia kwamba nakuhitaji. Na mimi kama kawaida nikiwa mbali, jibu ni moja tu, sikutaki. Nikiwa karibu, mwendo ni ule Leusi please, ila bwana wewe, mwisho nikaona nafanya ujinga. Kwa akili zangu mwenyewe nikakubali kuanza safari na Mr. Marasta wangu. Niseme tu penzi lilikuwa zito kilo 180. Nikasahau kama nilitumwa.
Upande wa Neema sasa, baada ya kuona sasa kijana amekaa kimya na siku zinaenda, akaona hebu ngoja nijirudi tu yaongee vizuri. Sasa kabla hajafanya hivyo, siku hiyo bwana akaenda nyumbani kwa kijana wa mzee wa kanisa. Sasa madai anaenda kwamba kuchukua Bible yake. Na ni kweli alifuata hiyo, maana alisahau wakati wa mkesha wa usiku. So kufika pale akapokelewa na ile bwana asifiwe nyingi, akaingia ndani. Kumbe huyo kijana bwana alikuwa ameshamezea mate siku nyingi sana. Hivyo kitendo cha binti kufika kwake ilikuwa ni nafasi kubwa sana kwake, na hakutaka kuipoteza. Akapanga mbinu za kutosha, na kwa kosa binti alimwamini sana mpendwa wake, haikuwa shida sana. Si anaona wanaendana nini wote. Alichokifanya alimchanganyia mvinyo kwenye kinywaji. Binti bila kujua akapokea na kupiga. Dakika zake nyingi akahisi kuona ni mbili tu. Kijana kuona hivyo akaanza kurusha ndoano. Sasa kutokana sasa na ulegevu wa kilevi alishindwa kujiokoa, mlango ukafunguliwa kiulaini kabisa. Baada ya kila kitu, majuto na lawama zikashika nafasi yake. Safari ya kanisani ikaishia hapo. Akarudi nyumbani akiwa mwingi wa mawazo. Alilia na kuumia kupoteza usichana wake kijinga, ila hakuwa na namna, ndio ishatokea hivyo. Siku iliisha. Kesho yake akaamka na wazo la kumtafuta Lewis ili kama ikiwezekana wawekane sawa na mambo mengine yaendelee, maana alikuwa na wasiwasi na kijana aliyekutana naye. Hivyo akaona bora niegeshe sehemu mbili. Huyu akieleweka itakuwa poa, hata hivyo ni mpendwa mwenzangu na nyumbani atafahamika vizuri. Ila asipoeleweka nitakaa na Lewis kidogo, maana yeye ananielewa na ananipenda sana. Kwa hiyo akapiga target sehemu zote mbili. Na sidhani kama kuna binti yote ambaye alishawahi kunusurika akiweka mingo ama target sehemu mbili, kwamba ngoja niishi na huyu afu nione nani atafaa. Hakuna my friend, hayupo. Kama hautapoteza wote, utapata ambaye wewe unaidhania ndiye kumbe siye. Kwa bahati mbaya, muda anaomtafuta Lewis hakuepo nchini. Kwanza sio hakuepo, yani hatukuepo, maana tulitoka wote kwenda kula raha nje ya nchi. Hivyo Neema hakuweza kumpata. Utauliza hakumpata hata kwa simu. Lewis baada ya mimi kumpa jibu kuwa sasa tunaweza kuwa wapenzi, oya, siku hiyo akamblock, yani akablock namba zote na kufuta kabisa. So binti akamkosa kwa design hiyo. Lakini hakufa moyo, alisimama na kubaki na tumaini moja tu, kupokea upendo wa mpendwa wake, jambo ambalo alikuja kuona kuwa ni gumu kwake. Kwa kijana, baada ya kula tunda hakuonyesha hata kumhitaji tena. Na kila mara binti alipojaribu kugusia swala la mahusiano, alijibiwa kwamba haikuwa upendo, shetani alinipitia. Maumivu yalikuwa ni makali sana, ila hakuwa na jinsi zaidi tu, alikubali kwamba kakosea na maisha yanapaswa endelee. Mwezi mmoja baada ya yote hayo sasa, siku hiyo tulitoka out mimi na Lewis. Kufika pale tukaagiza zetu chakula, kilipokuja tunakula tu kwa kulishana nini. Bahati mbaya au nzuri, Neema akawa amekuja kupata chakula. Si akatuona bwana. Kwa namna tulivyokuwa tunalishana na ukaaji wetu ulionyesha kabisa wazi kuwa sisi ni wapenzi. Neema hakuweza kuja moja kwa moja, akatulia. Naona alihisi huenda bado nafanya kile alichofanyaje, alichonituma. Roho ilimuuma, ila akasema huyo ndio wake, atakuwa naye wala hatojali dunia itasema nini. Kikubwa ni mtu aliye na hofu ya Mungu. Maskini asijue jimbo limepata mgombea, kwamba kikubwa aliye na hofu ya Mungu. Mbona hata alikuwa na hofu ya Mungu, ila akamforce tu kufanya vitu ambavyo sasa kwa maumivu ilimbidi aondoke. Na jioni akanitafuta kwenye simu, hakunipata, ikabidi aje nyumbani kwangu. Kuja kweli akanikuta bwana. Kufika hakutaka hata story, moja kwa moja akaniambia, Anisha, nataka ukae mbali na Lewis kuhusu kazi niliyokupa, achana nayo. Ngoja niweke sauti sawa. Subiri. Mbona ni kama una haraka, yani kama mtu anayeoga nje? Au unaonekana ukasirika sana? Vipi, kuna tatizo? Tatizo lipo. Anisha, nikwambia mchunguze, ikibidi umtege na sio kulala naye. Ila naona sasa unataka kuvuka mipaka yako. Nilimwangalia na kumshusha. Nikamwambia, nini kimetokea? Mbona sasa yani kama unasikika ni kama ni mtu mwenye wivu? Mimi sisi wivu wote, na hata kama ni kesi ni yake yangu, maana yule ni mpenzi wangu. So kwa wema tu na heshima urafiki wetu, kambali naye. Na sio tu kambali naye tu, yani acha kazi kabisa ili usionekane kwenye uso wake kabisa. Bila shaka kuna kitu, ndio maana umeamka usingizini.
Na mimi pia naomba niongee kwa heshima bila kutaka mambo mengi kipenzi. Kwa sasa na mahusiano na aliyekuwa mpenzi wako. Nini? Kama ulivyosikia. Na naogopa kusema kuwa nina mimba yake tayari. Wewe, huwezi kuwa serious. Anisha, unajua Lesi ni mpenzi wangu mimi na sio wewe. Okay, najua but story imebadilika kwa sasa ni wangu. Neema alianza kufoka sana. Mimi sikutaka kugombana naye. Nikakaa kwenye sofa kwa upole kabisa nikasema kwamba Neema, mimi na wewe ni marafiki na najua kabisa kwamba ni kosa la jinai kuwa kwenye mahusiano na mpenzi wa rafiki yako. Lakini mpendo wangu, hili umesababisha wewe. Nimesababisha mimi vipi? Anisha, nimekuambia huu mchunguzi ndio kusababisha kweli Anisha. Hivyo. Uliona wapi mwanaume anachunguza kwa njia hiyo? Mimi nikwambia njia ambayo ni salama kwako. Mpigie magoti Mungu wako. Omba bila kukoma utajibiwa. Kuna mengine nje na masuala ya kiroho. Ongea na wazazi wako lakini ukunielewa. Neema, pamoja na kwamba ukunielewa, baada ya mimi kuwa karibu na huyo mtu nilikwambia mara kadhaa kuwa sio mtu wa hivyo unavyomdhania, ila kiburi chako na kutaka kupata mtu mkamilifu kikakufanya usinielewe. Zaidi kila itopo leo ukazidi kunipa nafasi ya kuwa karibu na mtu wako. Hivi unajua kama hisia au mapenzi hutengenezwa? Au ulihisi hivi vitu vinakujaga tu kwa bahati mbaya? Neema, jibu ni hapana. Hisia na mapenzi ya kweli hutengenezwa na watu husika. Na ndio maana kila mara nilipoona kuwa unapaswa kuwa karibu nilikuita. Mimi sikuwa nakuita tu na kuita tu ili mradi. No, mimi nitaka uwe pale kwa sababu zile moments ndio zinafanya au kutengeneza hisia bora na imara kwenye mapenzi yenu. Lakini rafiki yangu, wewe uliona yote ni upuuzi. Siji mala uzinzi. Sawa? Haya, mimi nifanya yote lakini nikaangukia penzini na mimi ni binadamu bwana na moyo wa nyama na hisia hai. Kwa mimi nikashindwa kujizuia na leo nimezama kwenye bahari yenye kina kirefu. Na sitahitaji mtu wala chochote cha kunitoa katika hicho kina. Anisha, haiwezekani. Hapana Anisha, niwezi kumchukua Lesi. Huwezi kumchukua Lesi kwangu, huwezi. Sasa niweze mara ngapi jamani? Binti, Lesi sio wako tena. Kama kuna mtu ambaye aleda unamuona anaonesha kukupenda, hebu mfikirie, ila sio huyo. Huyo ni wa kwangu. Hata kama ndotoni, Lesi hakuwa wako. Anisha, mimi nitamlilia Mungu siku na mchana hadi atajibu. Itakuwa ni vizuri kama ukifanya hivyo, ila jua utakuwa tu unapoteza muda wako kwa sababu hilo halitatokea kamwe. Na sio kwamba tunamdhihaki Mungu wako. No my friend, no. Ila huwezi kumpata maana alikupatia toka mwanzo, ukamkataa kwa kujiona mkamilifu sana. Na kama Mungu wako anasimama katika haki, basi jua ni haki yangu kuwa na huyu mwanaume. Maana haya yote umeyataka wewe mwenyewe, sio kosa langu, ni lako. Binti alichukia. Akainuka na kuondoka. Baada ya hapo akabaki anahangaika tu kumtafuta Lewis ili aongee naye. Mimi kujihami niliamua kumwelezea kweli Lewis. Uzuri alinielewa na kuniambia nishakuwa wake wala hakuna kitakachosimama kati yetu. Ila kunihakikishia kwamba mimi ni wake na yeye ni wangu. Akanishika mkono tukaongozana kwa wazazi wa pande zote mbili. Mahali kalipo pale nikabadili dini mie na ndoa ikafungwa. Ilikuwa ni furaha kwetu lakini kilio kwa Neema ambaye alijuta na kuumia kumpoteza kijana Lewis. Asante, namshukuru sana Mungu kwa ajili yangu na mume wangu pamoja na mtoto wetu huyu, na kama nilikosea kwa na Lewis pia naomba toba kwa Mungu asamehe tu. Ila tuweke pamoja hadi kifo kitakapotutenganisha. Msikilizaji, mimi hadi kufikia hapa sina la ziada. Nikushukuru tu wewe uliyeko pamoja nami kuanzia dakika ya kwanza katika kisa hiki cha kwangu cha kweli kabisa mpaka nimefikia tamati hapa. Asante na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na msikilizaji, aliyeandaa hii simulizi yote ni dada yetu Rita Story, na niliyekusimulia kwa utaalamu wa hali ya juu na kipaji kutoka kwake Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, ambaye ndo ameruhusu talanta hii iweze kuwa ndani yangu kwa neema yake. Nikushukuru sana msikilizaji. Mimi ni Lucas Lumbas. Mungu akipenda tukutane kwenye simulizi nyingine mpya. Tafadhali usisahau kusubscribe, like na comment. Bye bye.